Lakini leo nafarijia kusema kwamba tumepokea huu mradi wa usambazaji wa majiko banifu. Ni majiko yanayobana matumizi, lakini emission ya hewa ile ya ukaa au kusema hewa ambayo inachafua mazingira itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa, na tutakuwa tumerejea katika mazingira yaliyo safi. Labda lingine niseme kwamba kwa kuwa Shinyanga ni eneo ambalo ukataji wa miti uko nyuma ulifanyika sana, jiko hili linaweza kuwa vile ni mwarobaini wa wananchi sasa kurejesha uoto wa miti ili wasiweze kukata ile miti kwa ajili ya matumizi ya kuni. Gharama kwa ajili ya kusambaza majiko kwa mkoa wetu wa Shinyanga tumeambiwa ni takriban hela za Kitanzania milioni 317,266,101 ambazo zitasambaza yale majiko tulioambiwa takriban majiko 5,000 ambayo yatauzwa. Serikali tayari imeshaweka ruzuku, lakini yatauzwa kwa kiasi tulichoelekezwa. Kwa hiyo serikali inatoa ruzuku kwa majiko haya. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa ruzuku kwa maana ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona hali ya wananchi wa hali ya chini wakipata nishati safi kwa ajili ya matumizi yao, kupunguza gharama, lakini la pili ni swala la afya zao. Kwa hiyo ruzuku serikali inatoa ruzuku ya shilingi 48,474 sawa na 85%. Hivyo mwananchi atalipa shilingi 12 tu na 118. Shilingi 12 ni hela ambayo mwananchi wa kawaida akipambana akiuza kibaba cha unga au mchele au mpunga au kuuza kuku wake wawili anapata ile jiko kwa gharama nafuu, na ataingia kwenye ulimwengu kutumia jiko ambalo lina kwa kiasi hicho ni 15% ambayo anachangia, lakini serikali imeshachangia 85%. Idadi ya majiko banifu yatakayouzwa kwa bei ya ruzuku kwa mkoa wa Shinyanga kama tulivyoambiwa majiko 5,236, na halmashauri za wilaya katika mkoa wetu wa Shinyanga ambazo zitanufaika na mradi huu pamoja na Kishapu, Msalala, Shinyanga DC na Ushetu, ambapo idadi ya majiko kwa kila halmashauri itatolewa majiko 1,309, hivyo kufanya jumla ya majiko yote 5,236 kuweza kuwa distributed katika hizo halmashauri hizo zitaja 4. Sasa mfumo utakaotumika kuhakikisha kwamba jiko hili linawafikia walengwa, ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya waombe katika mkoa wetu wa Shinyanga zitasaidia kubaini kaya zenye idadi kubwa ya kaya zenye uwezo mdogo kiuchumi, yani maeneo yale yenye uwezo mdogo kiuchumi, na majiko haya yatauzwa kwa ushirikiano na ofisi za kata kama nilivyosema na vijiji, na zoezi litatekelezwa na mkoa, na huduma hizi zitashushwa na wakala wa nishati vijijini yani REA kwa usimamizi wake. Kwa hiyo hilo itasimamiwa kwa staili hiyo kuhakikisha kwamba tunapata hizi kaya. Wananchi wanatumia mfumo wa NIDA au namba ya NIDA kama anayo, ili aweze kununua jiko hilo kwa gharama hiyo ndogo kabisa, ambayo kwa kawaida ni kama vile umeuza mizigo 4 ya kuni pale kijijini. Kwa hiyo unaweza ukanunua jiko hilo ukaweza kulitumia. Hivyo nitumia nafasi hii kwa kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Shinyanga kuchangamkia fursa hii adhimu na kujipatia majiko ya banifu kwa bei ya ruzuku. Kama nilivyosema, bei ya ruzuku, bei ndogo kabisa. Wananchi wa mkoa wa Shinyanga basi waweze kujitokeza kwa wingi na waweze kuchangamkia fursa hii, na kama nilivyosema, bei kwa jiko moja ni shilingi 12,118 na senti 64 tu, na lina guarantee au warranty miaka 2, lakini uwezo wake wa kudumu ni zaidi ya miaka 5 na kuendelea. Kwa hiyo ni jiko ambalo ni zuri. Na leo tupo hapa Shinyanga kwa ajili ya kuja kumtambulisha mtoa huduma ambaye atatuletea majiko yanayoitwa majiko banifu
yatakayouzwa kwa bei ya ruzuku ya serikali. Mradi huu una dhamira ya kufikia 80% ya Watanzania wote wao wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Na majiko haya yatauzwa kwa ruzuku ya 80%, na mwananchi wa mwisho atalinunua hili jiko kwa 20% tu. Hili jiko lilikuwa linauzwa, kama ukilinunua bila ruzuku, linauzwa kwa shilingi 60,000. Lakini baada ya ruzuku ya 80% iliyotolewa na serikali, mwananchi wa mwisho atalinunua kwa shilingi 12,000. Sasa mradi huu utakuwepo kwa muda wa miezi 15 na utakuwa katika maeneo yote ya Shinyanga isipokuwa manispaa pamoja na jiji. Lakini natambua kwamba Shinyanga kuna manispaa, kwa hiyo ukitoa manispaa hiyo, maeneo mengine yote majiko haya yatafika. Nitoe rai nipitie wakati huu kuwahimiza wananchi wa Shinyanga waweze kuchangamkia fursa hii, waweze kuchangamkia fursa ya kununua majiko banifu ambayo kimsingi ni mazuri kama mnavyoyaona. Yanatumia kuni kidogo sana na mkaa kidogo sana, lakini anatumia pia mkaa mbadala na kuni mbadala kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanalinda afya zao, lakini pia wanalinda mazingira, lakini pia wanapunguza gharama za upishi. Watumie fursa hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lengo tulilojiwekea la kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2034 basi Watanzania wengi wapatao 80% wao wanatumia nishati za kupikia. Asanteni sana. Anaitwa Sabitina Makweta, ni mkurugenzi wa kampuni ya Ekomama Greenway ambao tutasambaza majiko haya mkoa wa Shinyanga. Tunawashukuru wakala wa nishati vijijini, siku ya leo wametutambulisha kwa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya taratibu za kiofisi za kuendelea na kusambaza majiko haya kwa wilaya 4 ambazo zipo hapa kwa Shinyanga. Majiko haya yataenda kuuzwa kwa ruzuku. Ni jiko zuri ambalo linatumia nishati chache kabisa kwa maana ya kuni na mkaa, na ni jiko ambalo limefanya vizuri sana nchi zingine, na hatimaye sasa Tanzania tumeleta jiko hili kutoka nchini India ambalo ni jiko zuri kwa matumizi ya nyumbani. Hivyo basi tuwaombe wakazi wa Shinyanga sasa katika wilaya hizo tajwa waweze kuchangamkia fursa hii adhimu. Asante. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.